Wapendwa mnaotufuata katika channel yetu ya YouTube Église de Golgotha, tunasema shalom. Nina furaha mara tena kwa wiki hii kupata nafasi nzuri ili tuendelee kuongea na kuchangia pamoja neno la Mungu. Na leo mara moja tulipenda kuchangia katika waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya pili, mstari wa 13 na mstari wa 14. 13 na 14 nasema hivi kwa kitabu cha Kifaransa, kwa Biblia ya Kifaransa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya pili mstari wa 12 au tunaanzia 13 hadi 14. Inasema hivi: Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Nitatafsiri mara moja toka Kifaransa hadi Kiswahili. Ninawaandikia Baba sababu ninyi mmemjua yeye aliyekuwepo tangu mwanzo. Ninawaandikieni vijana sababu ninyi mmemshinda mwovu. Nimewaandikieni watoto sababu ninyi mmemjua Baba. Nimewaandikieni Baba sababu mmemjua yeye aliyekuwepo tangu mwanzo. Nimewaandikieni vijana sababu ninyi mna nguvu na huku neno la Mungu limedumu ndani yenu, na zaidi ya hiyo mmemshinda mwovu. Hii ni waraka wa Yohana mpendwa. Mwandishi wa kitabu hichi ni Yohana. Yohana na aliitwa Yohana mpendwa miongoni mwa wanafunzi wa Kristo. Aliandika Injili ya Yohana, waraka wa kwanza Yohana, wa pili wa Yohana na watatu wa Yohana. Na huyu aliandika vitabu karibu Injili ya Yohana, hizi waraka, barua kwa kanisa. Pia tunaona kitabu cha Ufunuo vimeandikwa na huyu Yohana mpendwa. Hii ni barua ameandikia kanisa la Bwana, kanisa la Kristo. Ni barua ya kutia moyo, ni barua ya ushuhuda, ni barua ya kuwakumbusha, ya kuwaelekeza. 13 akasema, ninawaandikia ninyi Baba sababu mmemjua yeye aliyekuwepo tangu mwanzo. Mna ushuhuda kwa yule aliyekuwepo tangu mwanzo. Mna ushuhuda juu ya Kristo. Mna ushuhuda juu ya yeye aliyeokoa. Mna imani kwake. Mna tumaini kwake. Mna tegemeo kwake. Anawahimiza, anawaandikia akiwahakikishia kwamba wao ni ndugu zake. Wao wanachangia safari, wanachangia imani, wanachangia na mbingu. Na akaandikia pia hata watoto wadogo. Watoto wadogo mstari hapo 13 nyuma ya pointi ya kwanza.
Pointi ya kwanza alisema vijana hao waliomshinda mwovu, vijana waliomshinda mwovu. Sema ni vijana waliookoka, waliokombolewa, walio katika Kristo ambaye ameshinda. Sasa huku nao wamepewa huo ushindi, vijana hao, vijana waliookoka, walio katika Kristo, vijana wasiokumbwa na kuvutwa na dunia, vijana walio sadaka ya Mungu. Ni hawa wameandikiwa, wamemshinda nani? Huyu mwovu, huyu mjanja. Hapa ya kufuata nasema nimewaandikia ninyi watoto wadogo, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Petits enfants, watoto wadogo, si kwa miaka, lakini watoto wadogo kwa moyo, wale ambao wanakubali kujinyenyekeza na kushuka na kumtafuta Mungu uso, wanakubali kutembea pamoja na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu, wakikubali kuachana na kiburi na kuambatana na dunia na kujenga imani yao katika Kristo ili waendelee kumtumaini na kumtegemea Mungu. Hao ndio wanaitwa watoto wadogo, walio na moyo unaojaa unyenyekevu kwa Mungu. Hawajai dunia, hawajai majivuno ama kiburi. Ni hao amewaambia, nimewaandikia ninyi watoto wadogo, sababu ninyi mmemjua Baba. Ni vigumu kumjua Baba kama si kwa njia ya Kristo. Kristo Yesu ndio anatuelekeza kwa Baba, anatujulisha Baba ni nani. Mpendo unayenifuata, maandiko haya ni mazuri, yanatuonesha namna gani tunaweza kuwa washindi, namna gani tumeshinda na katika nani tumeshinda. Vijana wanaambiliwa, sababu ninyi mmeshinda mwovu. Wamemshinda mwovu si kwa nguvu zao, lakini sababu wameamini na wakawa katika Kristo Yesu, huyu aliyeshinda mwovu. Miaka 2000 imepita, na huyu ushindi hakwenda nao mbinguni, na hakukuwa na haja ya kuupeleka mbinguni, na hakukuwa na haja ya kuubeba yeye, lakini aliutafuta ili atupe sisi, awapatie hao vijana, awapatie wanaomwamini wa Baba, awapatie hao watoto wadogo walio na moyo mnyenyekevu. Ni hawa wanao na moyo mnyenyekevu, les petits enfants. Nimewaandikia Baba, sababu ninyi mmemjua yeye aliyekuwepo tangu mwanzo. Na aliyekuwepo tangu mwanzo ni Mungu aliyeumba. Ukisoma Yohana 1:1, si maneno alikuwepo pamoja na Baba, na vyote vimeumbwa kupitia yeye. Huyu neno ndio Kristo. Yesu Kristo alikuwepo tangu mwanzo. Anaambia hawa wanani? Watoto wadogo. Anaambia pia hawa Baba, hawa waliyemjua Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Ameandikia hata vijana wengine, sababu hao wana nguvu kwa sasa, na pia neno la Mungu linakaa, linadumu ndani yao. Mpendo unayenifuata, vijana mliopo, msiachi dunia iwavute. Mna nguvu leo, ni ili Mungu awe pamoja nanyi na awatumie kwa lile na lingine. Na katika nguvu ambazo umejaliwa na Mungu, Mungu tayari kufanya mambo mengi, kuhubiri habari njema, kuwaleta wengine kwa Yesu. Na Mungu anafurahi mjae hizo nguvu, na angefurahia zaidi ninyi neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Sababu likikaa kwa wingi ndani yenu, mtakuwa vijana wanaodanganyika, lakini vijana walio tayari kutangaza na kushuhudia jina lake Kristo Yesu, aliyekuwepo tangu mwanzo. Na watakuwa tayari kuwaleta wengine katika wokovu. Watamshuhudia pande zote, watamshuhudia kwa milima na mabonde, watamshuhudia kwa makabila na rangi na lugha zote, kama jinsi walivyotumwa. Ninyi mna nguvu, lakini neno la Mungu limekaa ndani yenu, na huku inatiwa moyo, sababu ninyi mmemshinda mwovu. Mmemshinda je? Sababu mmekaa katika Kristo, mmeamini Mungu, mmekaa katika wokovu. Walio ndani ya wokovu ni washindi.
na zaidi ya kushinda. Ndio maana wewe uliye katika vita, katika shida, katika ulimwengu, hauna njia mbili tatu ya kufikia ushindi na kukamilisha. Ni kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha, na ushindi utakuwa nao. Usizubali uipende dunia. Ukiwa baba, ukiwa kijana, haitakusaidia chochote. Lakini jambo kubwa, dunia inachokesha. Itambue hiyo. Pia ukihamia kwa Yesu, una tumaini nzuri la kesho hapa duniani na uzima wa milele baadaye. Ndio maana ningekuita ewe baba, ningekuita ewe kijana, ningeita majamaa zote, muamini Yesu. Hayo mambo hayo yatapita, hizo nyakati hizo zitapita, hiyo furaha itapita ya muda kitambo, lakini katika Yesu itadumu siku zote. Ndio maana ningekuita karibu, uje umkaribie Bwana, ili hii barua inayohakikisha ushindi wako ikamilike pia kwako. Walio katika Kristo hawapigani ili washinde, lakini wanatembea katika ushindi waliopewa. Siku zote zimekwisha. Wao kuamini na kukaa katika Kristo ni ushindi baada ya mwingine. Ninakutakia kushinda ukikaa katika Kristo, na neno la Mungu likikaa ndani yako kwa wingi, na tambo na nyingine baraka za Bwana zitafuatana nao. Mungu akubariki. Asante.